tunaambiwa kwamba inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kitaifa ya kimataifa, ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi na kiteknolojia, ni changamoto zipi zinazoweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uweze kuimarika? Tuko pamoja. Mfumuko wa bei kupanda, mfano bei za mafuta, gharama za uzalishaji. Jambo la pili au changamoto nyingine ambayo inatukuta ni swala la uhaba wa fedha za kigeni. Uhaba wa fedha za kigeni, na hili jambo lina affect gani? Affect yake ni kwamba kuna kushuka kwa thamani ya shilingi yetu na pia deni la taifa kuongezeka. Sasa nini kifanyike ili tuweze kutatua hili swali? Tuanze kujitegemea sisi wenyewe. Sasa tutawezaje kujitegemea sisi wenyewe? Tunabidi tuachane na mfumo wa decentralization by devolution na tuingie katika mfumo wa mikoa yetu ya Tanzania iweze kuweza tuseme kwamba zile rasilimali zilizoko katika mikoa husika ziweze kutumia rasilimali zao katika kuwekeza katika mikoa yao. Hilo jambo lina faida gani? Hilo jambo litatengeneza ufanisi na kasi ya maendeleo, hivyo itatengeneza nafasi kubwa za ajira kwa vijana. Pia itaongeza ushindani wa kikanda, mikoa itaanza kushindana kwa kasi ili mradi iweze kujionyesha kwamba sisi tupo bora. Dola ya Marekani waga inakuwa ni changamoto kuipata, si ndivyo? Kama safari hii kuna swala la mafuta, ni ngumu sana kuyapata. Sasa tufanye nini ili tuweze kupata haya mahitaji ya muhimu ambayo tunahitaji? Tunasema kwamba tunafanya natural resources digital barter. Badala ya kutumia hela ya Marekani kwenda kununua hivi vitu, tunatumia resources zetu kubadilishana na mataifa husika. Mfano Iran wana mafuta, sisi tuna dhahabu. Wao wanahitaji dhahabu yetu, sisi tunahitaji mafuta yao. Kwa hiyo tunafanya mfumo ambao ni wa kidijitali zaidi katika kubadilishana ili jambo. Tuko pamoja? Pointi nyingine tunasema ni kwamba ujenzi wa gateway ya taifa au local switch, yaani serikali isimamie ujenzi wa mfumo wa kati ambao tutaitwa national switch utakaounganisha kila kitu, yani mabenki, simu, bima, vitambulisho vya taifa bila kutegemea gateways za kimataifa kwa miamala ya ndani ya nchi. Hii itatupa usalama zaidi. Hata kama dunia ikifunga mifumo yao, sisi ndani ya Tanzania tutaendelea kulipana na kubadilishana taarifa. Asanteni. Hivyo basi hatuwezi kuwa abiria katika meli ya uchumi wa kidunia ambayo sisi hatuwezi kuiongoza. Kwa hiyo nchi kama Tanzania inabidi tuwe na lifeboat. Kwa kutumia nini? Kwa kutumia rasilimali zetu na teknolojia yetu. Hatuwezi kutafuta sifa kwa mataifa wakati taifa letu linaanguka. Hivyo tunasema ya kwamba uhali wa taifa letu ni bora kuliko kutafuta sifa za kimataifa. Shukrani sana.